watakwenda huko. Kwa vijana wataenda pamoja na mama mchungaji tarehe 8 hadi wiki ya tarehe 8 hadi tarehe 14 mwezi wa 6. Vijana tulioko hapa tujiandae mwezi wa 6 kwenda Ngarambe kwa mchungaji Karibu. Mwenyekiti na taarifa na inatoa taarifa ni kalenda yangu ya mwaka. Lakini pia wanawake wataenda Tabora. Kwa wanawake mko hapa kati ya mwezi wa 8 au mwezi wa 9, tujiandae, tutakwenda Tabora. Tabora kuna maeneo mawili, tunaweza tukaenda mojawapo kati ya maeneo hayo mawili au tukaenda maeneo yote mawili, mwezi wa 8 na mwezi wa 9. Mambo yote ni mambo ambayo tumedhamiria kumgusa Mungu. Lakini tutakwenda kwa mchungaji wetu, mchungaji Isaya hapo Mbondole, idara ya mavuno, na huko mkutano huko utapelekwa na idara ya wanaume. Wanaume mwenyekiti huko nasikia mpange ratiba ili tupeleke mkutano kwa mchungaji Isaya. Wanaume wakienda tunaenda kanisa lote. Lakini hapa kanisani tunategemea kuwa na mikutano minne. Hapa kanisani hapo barabarani tunategemea kuwa na mikutano minne itakayosimamiwa na idara za hapa kanisani. Idara hizo ni wanaume. Kwa wanaume tutakuwa na mikutano miwili kwa Pastor Isaya, lakini tutakuwa na mkutano hapo barabarani ambao utafanyika siku ya wiki ya wanaume. Na utaona nimeandika hapo, nimependekeza kwamba kila Alhamisi usiku wanaume tukae pamoja. Kila Alhamisi usiku kati ya saa 3:30 mpaka saa 4:30 tutakuwa tunakutana kwa ajili ya kujifunza pamoja na kufanya maombi. Wanaume ni vichwa, wanaume ni viongozi, kwa lazima tuna wakati wa kukutana pamoja na kufanya maombi ya pamoja. Kwa naomba mwenyekiti ulichukue hilo, na wanaume tukae tupangilie muda kati ya saa 3:30 saa 2:30 kwa saa moja tu litatosha. Lakini pia mkutano mwingine ambao utasimamiwa na idara ni mkutano ambao utaendeshwa na wanawake. Kwenye wiki la wanawake pia kwenye wiki hiyo hatutakuwa ndani, lakini tutakuwa na mkutano wa nje hapo barabarani. Jukwaa lipo kwa gharama hazitakuwepo kwa sababu jukwaa tunalo. Lakini pia idara ya vijana licha ya kwenda Ngarambe, kwenye wiki yenu ya vijana pia hamtafanyia ndani. Wiki ya vijana mtafanya mkutano pale nje, mikutano mitatu, na mkutano wa 4 utasimamiwa na idara ya watoto. Kwenye wiki yenu na watoto mtafanya mkutano pale barabarani. Nyinyi hamtakwenda pengine, ila mtakuwa na mkutano mmoja tu. Tumetengeneza mipango kwamba kuhakikisha idara ya watoto inakuwa na fedha inatunzwa. Kwa hiyo watoto mjiandae, walimu watoto mjiandae kwa ajili ya wiki la watoto. Tutakuwa na mkutano wa Injili. Kwa kila idara iweke kalenda ya mikutano hiyo. Ni minne ya mikutano hiyo miwili. Kila idara tutakuwa na mikutano miwili. Kwa hiyo wekeni kalenda. Hivyo mwaka huu 2026 tunategemea kuwa na mikutano isiyopungua 20. Tunategemea kuwa na mikutano isiyopungua 20, na kamati ya Injili na ofisi ya katibu watatusaidia kutunza kumbukumbu za mikutano itakayokuwa inafanyika, ili tujue tutakuwa tumefanya mikutano mingapi, na taraji tutafanya tutakuwa na mikutano zaidi ya 20. Namba 2, mambo ambayo tunategemea kuyafanya ni kumgusa Mungu. Mwaka huu 2026 tutakuwa na maombi ya kufunga na kuomba sana, na useme amen. Sema amen. Ninaposema sana ninamaanisha sana. Ninaposema sana ninamaanisha sana. Wengi wanaomba
lakini si wengi wana maombi yanayoweza kumgusa Mungu. Sisi lazima tumguse Mungu, tusiwe kama wanadamu wengine. Haleluya, haleluya. Hivyo basi, kila mwezi, sema kila mwezi tutakuwa na siku 21 za kufunga na kuomba kila mwezi. Mtanyooka. Yaani mtanyooka mpaka mtaomba po. Na hii haina kurudi nyuma. No point of return. Kwa mwezi tutakuwa tuna siku 7 za kula kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini kila siku 21, kila siku 21 tunaingia ulimwenguni mpaka kieleweke, mpaka Mungu aseme wale watu hakuna kama wale. Ukiacha wewe acha. Sawa. Ukiacha, ila mimi nikifunga tayari kanisa linafunga. Ila wewe ukiacha kuna mambo yatakupita. Usiache. Mimi tangu tarehe 22 mwezi wa 9 na kuwaga jioni tu. Jana nimekula viazi. Nafanya hivyo. Kila wangu kukula kidogo sana mpaka mke wangu anasema, "Mbona huli sana?" Nasema nataka nimguse Mungu. Kwa hiyo tangu Septemba 22 mwaka jana nilikwenda Dodoma, mmenisafirisha. Sikula. Wakati wa kwenda, wakati wa kurudi. Kwenye vikao sijali kula. Ninaalikwa na marafiki zangu twende kunywa maji, naambia mimi mimi hapana. Mpaka sasa hivi nataka niongeze masaa. Nasema Mungu ati ninakonda. Na mimi nikiona nanenepa kidogo, nikiona jaona jangalia, nikiona tumbo kama linataka kutangulia mbele, naangalia namna anavyokuwa. Nikienda huko napima uzito. Nikiona uzito umekwenda unapanda unakimbia ngapi, ukifika 75 nasema wow, sasa nataka zishuke kidogo huko. Kama mzee Kurola alisema alifunga mpaka nilikwenda kupima nikuta na kilo 40. Mimi kilo 75 ni nyingi sana. Nataka nizishushe. Na niko naishi. Na wewe kila mwezi lazima ukamilishe. Kama una dozi, maana utakuwa dozi ndio utapatikana wengi, madonda tu ndio utapatikana wengi tu. Mimi na madonda. Kunywa maji. Kunywa maji, lakini hakikisha kila mwezi unapiga siku 21. Na hatutakuwa tunakutana kila siku, tunabadilisha ratiba. Tutakuwa tunakutana hapa siku ya Ijumaa. Ijumaa jioni, Ijumaa usiku. Na kila tarehe 1 ya mwezi tutakuwa tunakutana siku moja tu. Safari hii hatutakuwa na mfululizo wa siku kadhaa. Nataka pia niwape nafasi watu pia ya kufunga na kutulia, lakini nataka pia niwape nafasi watu pia wakimbizane na uchumi pia. Mambo haya ya Mungu usipo ya balance, mchungaji, utakuta watu wa koroni wanafunga sana, wananena kwa lugha sana,
lakini kama hali ya uchumi sio nzuri, kutakuwa kuna shida tu. Sasa mimi nina balance. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutakuwa ni Ijumaa jioni na Ijumaa usiku, na kila tarehe moja, inapofika tarehe moja tunakuwa na ibada moja tu. Siku zingine kachape kazi, tukutane hapa Jumapili. Ukiwa umefunga, haleluya, haleluya, ukiwa umefunga, jambo lingine nafikiri kueleweka, iambie nafsi yako nitafunga. Jambo la tatu tutakalofanya kumgusa Mungu ni kuwasaidia wahitaji walioko. Tutaanza na walioko hapa kanisani. Wahitaji yao ni wajane, yatima, walemavu, wagonjwa wasio na uwezo wa kufanya kazi, wazee sana, wanafunzi ambao wazazi wao au walezi wao hawana uwezo wa kumudu mahitaji ya shule. Matendo ya Mitume 6 mstari wa kwanza. Kumgusa Mungu ni kurudi katika neno lake. Matendo ya Mitume 6 mstari wa kwanza. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma za kila siku. Kanisa la kwanza walikuwa na program ya kuwasaidia wahitaji. Kilichotokea hapa ni kwamba kulikuwa kama kuna ubaguzi fulani. Walimwengu waligundua ya kwamba Wayahudi ni kama kuna upendeleo fulani, kwamba wajane wa Kiyunani wamesahauliwa na wao wameokoka. Wakaileta taarifa ya manung'uniko yakawafikia mitume. Mitume hawakupuuza yale manung'uniko. Haleluya. Hawakupuuza yale manung'uniko. Walichofanya wakasema, mitume wakasema, na tuchague mashemasi, watu watakaosimamia ugawaji wa huduma kwa wahitaji. Leo ndani ya makanisa haya, makanisa yote ya kiroho likiwemo na kanisa hili, yako manung'uniko ya wajane, yako manung'uniko ya yatima, yako manung'uniko ya wazee ambao hawajiwezi kabisa, wako wananung'unika. Mungu atujalie. Na tangu Mungu aliponiambia sikuwa na amani tena, hakuna kitu ambacho nilikuwa nakipata naweza nikakifurahia. Nikasema kama kanisa la kwanza walichukua hatua, maanake walikuwa na fungu ambao ilikuwa inawasaidia yatima na wahitaji mbalimbali na wajane. Makanisa yetu leo hayana utaratibu, hayana fungu ya kuwasaidia wahitaji na yatima. Ikitokea mpaka tuchangishane. Mimi katika kugusa Mungu hapa kanisani haitakuwa hivyo. Kutoka kuna mfuko utakokuwa unawasaidia wahitaji, wajane, yatima, wagonjwa wasiojiweza
tutawasaidia bila kupuuza. Yakobo, dini yake mtu huyo haifai, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hii ndiyo dini. Dini ni imani ya kweli, ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki zao. Tutafanya hivyo. Jambo hili jambo linagusa sana Mungu na tutalifanya kwa nguvu zote. Paulo anasema alipokuwa anakwenda kwa mataifa, anasema mitume wakaniambia, waliponipa mkono wa kwenda anasema jambo neno moja walinihusia, nisiwasahau maskini. Na anasema nami jambo hili nilifanya hivyo kwa bidii zote. Kwa maana Paulo hata anasema alifanya kazi kwa mikono yake ili kuwasaidia watu. Nasi tutafanya hivyo. Tutaja kidogo, lakini tutafanya hivyo. Jambo ni kuwatia moyo watenda kazi ambao kibibilia wanaitwa Walawi hapa kanisani, kuwatia moyo kwa kuwapa maji ya kunywa. Tutaanzia hapo kwa kuwapa maji ya kunywa. Nehemia 13 mstari wa 10. Nehemia 13 mstari wa 10. Tena nikaona ya kwamba Walawi hawakupewa sehemu zao. Walawi ni watenda kazi. Basi wamekimbia Walawi na waimbaji waliofanya kazi kila mtu shambani kwake. Ndipo nikagombana na mashehe, mashehe ni viongozi, nikagombana na mashehe na kusema, mbona nyumba ya Mungu imeachwa? Kisha nikawakusanya nikaweka mahali pao. Ndipo Yuda wote walipoleta zaka za nafaka na mvinyo na mafuta kwenye hazina, nami nikaweka watunza hazina juu ya hazina, yaani Shelemia kuhani na Sabati mwandishi na Walawi Pedaya na wakuu wao alikuwa Hanani mwana wa Zakuri. Huyu ni Nehemia. Nehemia alikuwa naomba, anaomba Mungu nikukumbuke ulifanya nini. Anasema unikumbuke kwa sababu mimi ndiye niliamua kugombana na mashehe nilipoona Walawi wameachwa, waimbaji wameachwa, kila mtu amekimbilia shambani kwake. Nikaambia, ni jambo gani hili mmelifanya? Nikawakusanya Walawi, nikawakusanya waimbaji, nikawaambia, rudini nyumbani mwa Mungu. Kila mtu akapata sehemu yake. Na useme amen. Sema amen. Sema amen. Na mimi nimechoka Mungu kugombana na mimi. Nimechoka Mungu kugombana na mimi. Mimi kama mimi na kanisa hili hatutaliacha nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu imepoteza heshima. Kazi ya Mungu imedumaa. Ni kwa sababu ya ulafi tuliokuwa nao sisi watumishi wa Mungu. Nasi tumepozwa. Nasi tumepozwa. Ndivyo mimi na
tunasua. Kwa hiyo hicho kikombe kiniepuke. Nataka tuanze kuwatia moyo watenda kazi wote hapa kanisani. Nilichokisikia, nimesikia manung'uniko ya watu. Sijasikia watu wanakuja wananung'unikia, ila nimesikia ndani watu wananung'unika. Na kama watu wananung'unika ni sahihi, sivyo Biblia. Ndivyo Biblia inatutaka. Mbona tumewaacha? Tumeiacha nyumba ya Mungu, tumewaacha wanaotumbia. Sasa tunataka tuanze kuangalia watenda kazi na waimbaji, kila mtu apate sehemu ya kwake sehemu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la tano, tunakusudia kumgusa Mungu kwa kumtii Mungu na kuishi maisha matakatifu. Kumtii Mungu na kuishi maisha matakatifu. Tutafundisha utakatifu sana, tutakemea dhambi na tutazidi kuchukua hatua kwa kila mtenda dhambi. Hatutakuwa na mchezo. Tumekuwa tuna mchezo, safari hii tutaongeza bidii ya kutokuwa na mchezo na dhambi. Tutaishughulikia dhambi. Hakuna tutakayempendelea, hakuna tutakayemwonea, hakuna tutakayemwogopa. Tutashughulika na kila mtu na useme amen. Tutawatega watu kama ambavyo tumekuwa tukifanya, na hata sasa kuna watu wanatega. Kumtega mtu sio kwa utangaza. Wakati mwingine unapata hekima ya kwamba jambo hili usilitangaze, lifanye. Tunafanya kwa sababu Mungu anatuelekeza jinsi ya kufanya. Hatufanyi kwa sababu kwa sababu watu wanataka tusikie nani katenda. La hasha. Na msikiliza Mungu anataka dhambi hii ishughulikie kwa namna gani. Na je, nitangaze au nisitangaze? Nikibadilika hekima usitangaze, sitangaze. Ila naongea na msika, namwambia hapa mwili marufuku. Kuna watu wanapiga marufuku kutumika hapa kanisani, wataendelea na ibada, lakini nimewapiga marufuku. Hakuna kushika microphone, hakuna kufanya chochote bila sijatangaza, kwa sababu niliambiwa usitangaze. Kuna watu nilishawazuia kutokuja kanisani, si kwamba nakwamba nakutega, ila nakuzuia usije kanisani mpaka nitakapokuambia njoo. Na hilo bado liko pale pale. Kama kuna mtu niliwahi kumwambia mpelekee salamu kama anaweza kuja hapa. Moja kauli ya mwisho ya mtu arudi hapa kanisani ama asikuje ni mimi hapa. Kwa mimi ndio nachukua hatua. Kwa maana msimamo wangu unabaki kuwa pale pale. Sina mchezo. Nataka kumgusa Mungu, nataka kwenda mbinguni. Jambo la sita ni kuimarisha hazina au mfuko wa kanisa la mahali pamoja. Kuimarisha hazina au mfuko wa kanisa la mahali pamoja. Makanisa yetu haya ya kiroho, hasa ya Kipentekoste, yamekuwa hayana mifuko.
weka chombo, tufanye hivi, weka chombo. Na jambo hilo limewaumiza watu wengi sana. Hatuzui kuweka vyombo, hatuzui kutoa sadaka, lakini tunataka kanisa letu la mahali pamoja tuwe na mfuko wa mahali pamoja ulio imara, ambao tuna uhakika kila Jumapili, kila mwezi fedha inaingia kwenye kanisa la mahali pamoja. Hii ni taasisi. Taasisi haiwezi kaenda eti taasisi haina hela ila watu ndio wana hela. Hapana, taasisi lazima ianze kuwa na hela, ndipo watu wawe na hela. Na useme amen. Kwa hiyo tunafungua akaunti yetu itakuwa ni imara sasa, na tunategemea kwamba kwa kila mwezi kuanzia sasa hivi kinakwenda kufanyika kitu ambacho hakijawahi kutokea. Kuanzia mwezi wa pili tunategemea tutakuwa na kwenye akaunti yetu tutakuwa na kiasi kisichopungua milioni 1.5 kwenye akaunti yetu ya benki kuanzia mwezi wa pili. Zitapatikanaje zao na zitatoka wapi? Nisikie. Mimi nimeamua kujiponya mwenyewe. Tuko pamoja? Mbingu ni ya mtu mmoja, mbingu sio ya wengi. Mbingu ni ya mtu mmoja, na mimi najiponya. Kitabu hiki mimi niliwahi kukipata, sikukielewana. Hichi kitabu kama kuna mchungaji atakuwa anaangalia video hii, najua wengi wanakuwa hawapendi mambo kama haya, watakuwa wananichukia, najua nitachukiwa, lakini mimi najiponya na mchungaji amua kujiponya. Kitabu hiki kiliandikwa na mwandishi huyu, kimeandikwa wachungaji, dhambi hii tutavuna. Mimi dhambi sitaki kuvuna. Najiponya mimi, naliponya kanisa langu, na waponya watu wengi, na najua na tunakwenda kubarikiwa sana. Kwa jambo la kwanza katika kuimarisha hazina ya kanisa la mahali pamoja, hebu tusome hapo 31, Mambo ya Nyakati ya Pili 31. Hapo ni muhimu, tupite hapo. Mchungaji sasa anataka tupunguzie kipato cha udhalimu kina faida gani? Mimi ni mwana matengenezo lazima yaanzie hapa. Mwanzo kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili 31 mstari wa 5 hadi mstari wa 10. Mara ilipotangaa amri, wana wa Israeli wakatoa kwa wingi malimbuko ya nafaka na divai na mafuta na asali na mazao yote ya mashamba na zaka za vitu vyote, wakazileta nyingi. Nao wana wa Israeli na Yuda waliokaa mijini mwa Yuda wakaleta pia zaka za ng'ombe na kondoo na zaka za vitu vilivyowekwa wakfu alivyowekewa Bwana. Alivyowekewa nani? Alivyowekewa nani? Paza sauti. Alivyowekewa nani? Alivyowekewa Bwana Mungu wao. Wakaviweka chungu katika mwezi wa 3, wakaanza kuweka misingi ya hizo chungu,
wakazimaliza katika mwezi wa 7. Hata walipokuja Hezekia na wakuu na kuziona zile chungu, wakamhimidi Bwana na watu wake Israeli. Ndipo Hezekia akaulizana na makuhani na Walawi. Walawi ni watendakazi, Walawi ni wasaidizi wa makuhani katika habari ya hizo chungu. Chungu ni kundi, ni rundo. Azaria kuhani mkuu, kwa maana mchungaji sasa wa nyumba ya Sadoki, akamjibu akasema, tangu watu walipoanza kuleta matoleo nyumbani kwa Bwana, tumekula na kushiba na kusaza tele, kwa kuwa Bwana amewabariki watu wake na kilichosalia ndiyo akiba hii kubwa. Na useme amen. Amen. Matoleo watu walioyatoa yaliwafanya Walawi na makuhani wasiwe na shida tena ya chakula. Matoleo tu. Watu walipoanza kutoa, kuhani Azaria anasema tangu watu walipoanza kutoa tumekula na kushiba, na hii ndio akiba unayoiona. Akiba itabaki nyumbani mwa Mungu. Walikula makuhani, walikula Walawi. Watu wakitoa matoleo kwa uaminifu. Halo, mkitoa matoleo haya kwa uaminifu, mkatoa malimbuko kwa uaminifu, mkatoa zaka kwa uaminifu, mkatoa sadaka kwa uaminifu, tukitoa kwa uaminifu, nyumbani mwa Mungu kutakuwemo na chakula cha kutosha, wala hakutakuwemo na tegemeza. Bwana asifiwe. Hii mambo ya tegemeza mchungaji, nyumba ya mchungaji, haitakuwa kampeni. Mtu atafanya kwa kusikia mwenyewe kwamba nataka nifanye, nimbariki mchungaji, nimbariki Mungu kwa kumgusa mchungaji. Atafanya yeye kama yeye. Nyumbani kwa mchungaji, kiwemo chakula, kisiwemo chakula, mtu atasikia mwenyewe kufanya. Tegemeza isingekuwa na lazima wowote. Nitumie nafasi hii kuasa tuwe waaminifu katika utoaji wa matoleo mbalimbali. Nyumbani mwa Mungu kuwemo na chakula cha kutosha. Hazina ya Mungu iwemo hiyo na pesa. Nyumbani kwa mchungaji kuwemo na chakula cha kutosha. Hakutakuwemo na jamani, kwa mchungaji hakuna chakula. Hapana. Lakini leo hii kila kitu mchungaji, kila kitu kwa mchungaji, zaka zote kwa mchungaji, sadaka zote kwa mchungaji, hiki kwa mchungaji. Bado mchungaji huyo anategemezwa tena. Nikafikiri hii mambo hii, tusipokuwa makini, hichi kitabu hiki kitakuja kutuhukumu. Ni kweli Biblia inasema usimfunge kinywa ng'ombe apolapo nafaka. Wangapi tunafahamu hilo andiko? Usimfunge kinywa ng'ombe apolapo nafaka. Kupura ni kufanya nini? Kupura ni kitendo cha ng'ombe. Kwa kuna ng'ombe wa Yahudi ndio wanajua wanafanya hivyo. Ile ng'ombe kuna mazao, kuna mahindi hapo, kuna mtama, kuna ngano. Ng'ombe anapewa kazi ya walifundishwa ya kuchambua kati ya ngano na kisichokuwa na manini yale yanaitwa gani? Magugu, pengine magugu au pengine makapi. Kwa ngano nawekwa pembeni, alafu makapi yanawekwa pembeni. Ile ilikuwa ni kazi ya ng'ombe. Tuko pamoja? Sasa huyo ng'ombe Mungu alizuia ya kwamba huyo ng'ombe ili aendelee kupura hizo nafaka
aendelee kuwa na nguvu. Anapokula ile nafaka, anapokula ile ngano, mwache ale ili awe na nguvu ya kufanya nini? Kuendelea kukula. Unanielewa? Hii ni elimu ambayo huwezi kuelewa ufahamu huu mpaka Mungu akupe kazi ya matengenezo. Fungua Wakorintho wa kwanza. Naomba mnivumilie. Haleluya. Mnivumilie tuwe pamoja. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari tuanzie wa 8 tu pale na kuendelea. Tuanzie wa 7. Wakorintho wa kwanza 9:7. Ni askari gani aendaye vitani wakati wote kwa gharama zake mwenyewe? Ni nani apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Au ni nani achungaye kundi asiyekunywa katika maziwa ya kundi? Je, ninanena hayo kwa kibinadamu, au Torati nayo haisemi yayo hayo? Kwa maana katika Torati ya Musa imeandikwa, usimfunge kinywa ng'ombe akulapo nafaka. Je, hapo Mungu aangalia mambo ya ng'ombe? Au yamkini anena hayo kwa ajili yetu? Na yaliandikwa kwa ajili yetu, kwa kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini, naye apuraye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Sehemu, sio sehemu yote, sehemu yake. Ni kweli ng'ombe anakula na apokula anatakiwa ache ale ili apate nguvu, lakini hatakiwi kula nafaka zote. Anakula apate nguvu. Na sisi tunaruhusiwa kula vya madhabahuni ili tuendelee kupata nguvu ya kumtumikia Mungu. Haleluya, haleluya. Tunakula, lakini hatupaswi kula vyote. Utanichukia unanisikiliza, lakini baadaye utakuja kunielewa. Ni mchungaji, sisi hatuwezi kumwalika kanisani, atakuja kuharibu kanisa letu. Don't care. Kwa hiyo tutafundisha na kuhimiza utoaji wa zaka na sadaka mbalimbali kwa uaminifu na kwa moyo. Tuanze kutoa sadaka, tuanze kutoa zaka, tuanze kutoa sadaka mbalimbali kwa uaminifu na kwa moyo, na useme amen. Amen. Tufahamu kuwa tunapotoa sadaka mbalimbali, tunatoa zaka kwa uaminifu, tunatoa ili kutumisha hazina ya Mungu. Itawasaidia wahitaji, itawasaidia watendakazi, itawasaidia yatima, lakini pia itamsaidia mchungaji aendelee kutumika shambani mwa Mungu kwa uaminifu. Sema amen. Jambo la pili tutakaolifanya ili kutumisha hazina ya kanisa ama pamoja ni kudhibiti matumizi na upotevu wa mali za kanisa. Tutadhibiti matumizi na upotevu wa mali za kanisa. Kumekuwa na uwenyeji sana. Kumekuwa kuna uwenyeji wa matumizi ya mali za kanisa. Kumekuwa na uwenyeji ama uholela wa matumizi ya mapato yanayotokana na sadaka zinazotolewa na watu. Safari hii
tutadhibiti. Na nimetoa maelekezo kwa ofisi ya katibu, nafikiri mtakuwa mmeshashughulikia kitu ambacho nimewaambia, kuandaa mkataba mtakaofanya na mlinzi wa hapa kanisani. Yeye ndio atakuwa na dhamana ya kuhakikisha vitu hapa kanisani viko salama. Kwa mwandae mkataba, mtakaa naye, musainiane, yeye atajua. Kwa kitu kama kikipotea hana taarifa, kitu kama kikipotea hajatoa taarifa, atawajibika. Mali ya Mungu, hatuwezi tukaiacha mali ya Mungu kama ni mali isiyokuwa na mwenyewe, kama ni shamba la bibi. Mtu anaweza akachukua chochote tu, vitu vinapotea hapa, nyaya zinapotea hapa kanisani. Ukiuliza mtu hakuna anayefahamu. Hayo ni matumizi mabaya ya mali ya Mungu. Mungu anachukia, kwa sababu watu wanatoa pesa, wanatoa sadaka, lakini vitu hatuvitunzi, vinatumika tu ovyo. Safari hii tunamwambia Mungu tumekosa, utusamehe, na sasa tunaanza upya. Hakuna mtu atachukua kitu cha kanisa au cha mtu yeyote hapa kanisani amekisahau akachukua bila taarifa. Ukichukua bila kutoa taarifa, wewe ni mwizi. Anajua kuna vitu kwa vipo, kuna watu wameazima vitu vipo huko, naomba virejeshwe. Kuna kitu kipo nyumbani mwako, ulikichukua ulijiazima, kirejeshe, kwa sababu nina taarifa kitu hiki kipo kwa nane, hiki kipo kwa nane. Virejeshwe mara moja na vipigiwe mahesabu na walinzi, vihesabiwe vyote, kila kitu kitahesabiwa, vilivyoko ofisini vitahesabiwa, kila kitu, na kila kitu kitakachokuwa kinaingia, mlinzi atapewa taarifa, hiki kimeongezeka. Kikipotea atawajibika. Hatuwezi kuacha vitu vya Mungu kama shamba la bibi, kama ni mali haina mtu mwenyewe. Na wachungaji sisi ni manager ni wasimamizi, tunasimamia, lakini matumizi yolela ya vitu lazima vitumiwe kwa uadilifu. Watu wa vyombo tutumie vitu kwa uadilifu. Chombo kama kimeharibika, turipoti. Nasikia kinapita, mripoti. Tueni taarifa mara moja ofisi ya katibu, kwa sababu pesa sasa hivi itakuwepo. Hakuna swala Yesu fulani tukopeshe hela sisi hivi. Pesa ipo. Zaidi ya milioni 1.5 itakuwa inaingia kwenye akaunti yetu kila mwezi. Kwa hiyo pesa itakuwepo ya kutosha. Hakuna sababu ya kumwabudu Mungu katika hali ya ugumu. Vichakavu tutavitengeneza na vilivyochoka sisi tutaviacha, tutanunua vitu vingine. Nani yetu hapo umechoka, hiyo tutaleta mpya. Sio nini hapa drums hapa tunatengeneza, tutatengeneza ili kila kitu kiwe kipya. Hakuna, tunataka tumtumikie Mungu katika hali ya heshima. Huyu Mungu ni Mungu wa kuheshimiwa. Lazima tumtumikie kwa heshima. Na Mungu ameachilia pesa. Pesa ipo. Inatoka wapi? Inatoka kwako. Sasa hatutakula zote. Mchungaji, sema mchungaji hatakula zote. Siri zote kuanzia mwezi ujao, mwisho tarehe moja, leo ndio mwisho leo. Kuanzia wiki ijayo hakuna sadaka kuja kwangu, siku za Jumapili, siku za Ijumaa, siku za Jumaa ngapi, hakuna. Ni zaka na shukrani na anza mwezi na Bwana. Hiyo kwa sababu ni siri, itakuja kwangu na hiyo mimi ndio nitaigawanya, nitairudisha tena kwenye akaunti ya kanisa. Hizi zingine zote hizi hakuna tena kuja hapo ofisini tunanipa, mama Neema anakuja, mzee ananipa, baba mchungaji, ndio sadaka yetu ya leo. Sasa hivi hakuna, sipokei tena, zinaenda kwenye akaunti ya kanisa. Anasema na viti nilimwambia mimi ili kuona kwamba kanisa lile advance, na kanisa naangalia gani? Ninaangalia vitu vingi sana. Nikiangalia madhabahu naona ni sawa, kunapendeza kama hivi, lakini hakuna kitu na dharau hilo kanisa kwa maana miundo mbinu, sio kiroho, sio mafundisho. Hakuna kanisa nalishusha thamani kwa habari ya miundo mbinu. Nikikuta kanisa wanakalia viti vya plastiki hivi hapa, hata hii ni plastiki,
vya plastiki vyote umekalia hivyo. Hivi vyote ni mapenzi ya Mungu, tusikalie hivyo, tusikalie tena. Tutavibadilisha vyote, vitakuja viti vipya vya kisasa. Mtu akiona anasema wow. Hivi vitakwenda ukao kwenye madarasa ya watoto na huko grocery. Eti kiti kazuri yake akavunjiki. Tunataka kiti bora, hata kama tutakitunza, hata kama kitasema hiki kinaharibika haraka. Tajiri anaangalia ubora wa kitu, angalia kitu kinakaa miaka mingi. Kitu kizuri unakitumia kwa muda mchache, unaingiza kingine, na hicho ndicho tunataka hapa. Tunakwenda kuwa matajiri haraka iwezekanavyo, haraka sana. Nimefanya utafiti. Utafiti huu waufanya na wachungaji wengine. Makanisa mengi ambayo yana wingi wa watu, yana huduma kubwa, yamefanikiwa, ni makanisa ambayo waliacha kutegemea kuishi kwa sadaka peke yake. Ndio huduma zao ziko juu. Chunguza. Lakini sisi ambao kila ukipata sana Jumapili itafika lini? Mimi nataka mtu akiniomba hela nisimwambie subiri Jumapili. Nataka niwe na hela wakati wowote. Hela ikija kanisani inaingia kwenye mfuko, na hii ni hatua ya mwanzo tu. Tunapokwenda Oscar, tunapokwenda zote, nasema hizi zote ziende kwenye akaunti ya kanisa. Hata kama tunafanya miradi mikubwa, tunaweza tukafungua televisheni ya kwetu sisi wenyewe kwa pesa zinazoingia kanisani. Mchungaji anaasi sasa. Huku ndio kutoka kwenye uasi. Haleluya. Kwa tutatunza mali zetu na kila mmoja awe mtunzaji wa mali za kanisa. Jambo la tatu katika kuimarisha akaunti ya kanisa, nafikiri nishalielezea hili, tukumwekea utaratibu mlinzi wa kanisa, nishalieleza. Ataonana na viongozi hapo. Jambo lifanyike mara moja kabla ya tarehe 1. Na kuna jambo nisije nikasahau hapa wakati naendelea. Nilitangaza masaidiano. Nimeona mwitikio ni mdogo. Hili mnaniambia kwamba mko tayari. Hicho kiasi nitaendelea kuweka kwenye akaunti ya kanisa. Lakini hicho nataka nikipeleke kwa watoto wa shule ambao wanakosa nauli za kwenda shule. Nitachukua hicho. Alafu hayo mambo mengine ya masaidiano, mkiwa tayari mtaniambia kwamba tuko tayari, tumeanza kuchangia sasa. So nimetangaza hakuna mtu anayefanya hivyo, ili kwamba mnaambia mwezi huu watoto wa shule tutarekodi, yatima, watoto ambao wazazi hawana uwezo, tutakuwa tunawapatia, mtakuwa kanisa itakuwa inawapatia nauli ya kwenda shule na kurudi. Tuwapunguzie mzigo wazazi ambao kipato chao ni kidogo, watoto wetu waende shule. Kuna watoto wako hapa wameshindwa kwenda shule kwa sababu wazazi wao wameshindwa kukidhi mahitaji yao ya shule. Hatutafanya hivyo kwetu kuanzia sasa na kuendelea.
kusimamia matumizi na manunuzi holela. Kwa kusimamia matumizi na manunuzi holela, kumekuwa kuna manunuzi ya vitu yanayofanyika kienyeji na matumizi ya pesa yanafanyika kienyeji. Sasa hivi haitakuwa hivyo. Manunuzi yote yatakokuwa yanafanyika, matumizi yoyote ya fedha yatakokuwa yakifanyika, hayatafanyika kabla mchungaji kiongozi hajaidhinisha. Wahasibu wa hazina mko hapa? Nafikiri viongozi wangu, katibu nishaongea naye huko, anaelewa, na akaniambia mchungaji, simamia mwenyewe. Nitasimamia. Kwa hiyo asitokee mtu akasema mimi ni kiongozi, mimi ni mzee, mimi ni katibu, hiyo pesa itoke ikanunue kitu fulani. Mwazina ukitoa fedha sijaidhinisha, utairudisha. Chini sawa katibu, tulikubaliana hivyo? Kwa sasa na kuendelea. Na kama kuna mtu anaenda kununua kitu, atanunua kitu, ataleta na stakabadhi, nimenunua kwa thamani hii. Stakabadhi inatunzwa kwa mhasibu. Na huko tuendako, tunataka tuwe na tutafute auditor. Kama kuna watu, kuna auditor huyu amesomea mambo ya auditing, ukaguzi wa mahesabu, tutampa ajira, tumwajiri. Kama hayupo, tutafuta auditor huko nje, atakuwa anatukagulia, anakwenda kwa mhasibu, anakaa naye, anakagua, alafu ananipa ripoti, ambia mchungaji, nimekaa na mhasibu wako, mhasibu akasema ni mtunza hazina, nikakaa na watunza hazina wako, nimeona hapa hii kuna mambo yanatia shaka, nini cha kufanya? Kwa hiyo mhasibu wa hazina lazima tuwe makini sana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tutaleta maauditor hapa kanisani. Mimi siwezi kukagua na sina muda kukagua, ila tutamwajiri auditor. Ndaambia mhasibu, Madam Sara, kamuya kana huko, atakwambia leta nyaraka zako zote, leta stakabadhi, hata wiki mbona akipokosa potuza, hata kama ukula ulifanyaje, utapewa hati yenye kutia shaka au hati chafu. Kwa hiyo mkali kwenye mambo ya fedha. Na nafikiri mnanielewa, haya mambo Mungu lazima ayafurahie sana, kwa sababu Mungu afurahi kuona mali zake zinapotea ovyo ovyo, pesa inatumika ovyo ovyo. Kwa kufundisha na kusisitiza utoaji wa sadaka kwa maendeleo ya kazi, nafikiri nimelisema hilo. Napokwenda mwishoni, nieleze vyanzo vyetu vya mapato. Vyanzo vyetu vya mapato vitakuwa ni sadaka mbalimbali zinazotolewa hapa kanisani, itakuwa ni sehemu ya zaka inayotolewa na waumini, itakuwa sehemu ya sadaka za anza mwezi na Bwana. Sadaka za anza mwezi na Bwana itakuwa kuna sehemu itatoka, na nilisema kila mwezi, mfano tarehe 1 tutaleta sadaka za anza mwezi na Bwana 200,000 au zaidi, itatoka kwenye sadaka anza mwezi na Bwana, itakwenda kwenye hazina ya kanisa. Na kila Jumapili kuanzia Jumapili ijayo, mimi kama mimi nitakuwa natoa 100,000 au zaidi, nitakuwa nakwenda kwenye mfuko wa kanisa. Ndio maana lazima akaunti yetu iwe na fedha za kutosha. Najua Mungu atanipa namna kuishi kwa namna nyingine, lakini nimeamua kufanya hivyo, naamua kujimaliza. Kuna sema waga mnajimaliza eti? Mnajimaliza, sasa mwanze kujimaliza hapa sasa. Kama mimi nataka kujimaliza, na nyinyi mjimalize. Na kila mwisho wa mwezi tutakuwa tunasoma makadirio mapato na matumizi. Kwa kila mwisho wa mwezi mhasibu wetu atakuwa anasimama hapa, anatuambia kiasi kilichopatikana kwa ibada zote, na ibada zote hizo
kutakuwa kuna madaftari wa hazina wakihesabu sadaka, wataandika kwenye daftari, watamkabidhi mhasibu atakayepeleka benki kwa maandishi, na mhasibu ataandika nimechukua huku kwa hazina. Kwa hiyo tunalinganisha kwa mhasibu zilizoingia na kwa hazina zilizokusanywa, tutajua haya yote yatatuzwa. Na mambo ambayo mkaguzi atakapokuja atatusaidia kuyakagua. Tena tutamleta mkaguzi ambaye hajaokoka. Akiokoka atateta mambo ya upendo. Najua Bwana asifiwe, haleluya. Unajua sasa tunamleta yule ambaye hajaokoka, anakaa wewe, ndio tumemwamini mhasibu, ndio tumemwamini huyu. Sasa kana sasa wale wako wajagundue mabudu kwa tekea, lakini ukifanya vizuri utamgusa Mungu kwa utumishi wako huo. Haleluya. Kama kwa Bwana wala si kwa mwanadamu. Na gharama hizo zote ambazo tumeainisha matumizi yake yatatokana na hizo sadaka tutakazokuwa tunazikusanya. Tutaendelea kufundisha na kuhubiri injili ya kweli, kukemea dhambi, kuchukua hatua stahiki nimeeleza kwa watenda dhambi, lakini pia mwisho kufanya huduma ya kuwafungua watu kwa kuwaombea, huduma ya maombezi. Mungu ameniambia pamoja na kufundisha, lakini huduma ya maombezi uendelee kuwa unaifanya, kwa sababu kuna watu wanahitaji kuombewa. Kwa nitaifanya hivyo, na Jumapili ijayo nitazindua rasmi ibada ya maombezi kwa kichwa cha ujumbe ambao tutakuwa tunatembea nacho. Nitaendelea kufundisha ujumbe unaosema wivu wa Mungu. Kwa Jumapili ijayo usipange kukosa. Jumapili ijayo tutaona wivu wa Mungu. Mungu ana wivu. Anapoona watu wa dunia wanafanikiwa, watoto wake hawafanikiwi, anaingiwa wivu, anapata wivu. Sasa anasema nataka niwasaidie wanangu, si kwa sababu ya utakatifu wao, ila kwa sababu ya jina langu tu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tutakuwa hapo, na vyanzo vyetu nafikiri nimeviainisha huko, tuweze kuvitaja, lakini kuna kitu nimekiondoa pale. Pesa ya injili haitakuwa naenda kwenye akaunti ya kanisa, itabaki ni ya injili, kwa sababu nataka tuhubiri sana, inatakiwa ibaki mkononi, na hiyo ninaihamisha kutoka kwa mada msala ili asichanganye na mambo mengi. Sadaka ya injili itakuwa inakaa kwa wewe. Sema mimi. Wewe hapo nani? Mama Elisha ndio atakuwa anakaa na pesa ya injili kuanzia Jumapili ijayo. Zingine zote mtakuwa mnahesabu, mkihesabu mnapeleka kwa mhasibu, mnapeana kwa maandishi, alafu baadaye zinapelekwa benki. Kwa kusema hayo, nisema Mungu awabariki sana. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Asante sana. Tunafunga hapo sasa. Asante media team. Nafikiri mpaka hapo panatosha, niende kwenye matangazo.